billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dada zangu katika iman, tuendelee na darasa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu ishara za mafanikio au taufiki ya Allah kwa waja wake. Dada zangu katika iman, ni nini maana ya taufik au mafanikio? Taufik au mafanikio ni msukumo ya kufanya mema, ni mwongozo, ni hekima na ni usaidizi. Inasemekana Allah subhanahu wa ta'ala, yani alimpa mafanikio, ikimaanisha yani Allah subhanahu wa ta'ala alimtia mja msukumo wa kutenda mema, akamuongoza katika hatua zake na akamfanya afanikiwe katika kile cha kheri alichokitafuta. Dada zangu katika imani, ni nini sababu ya kufanikiwa au taufik kwa mja? Sababu ya kwanza, dada zangu katika iman, ni unyenyekevu wake na utiifu wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kukiri kwake kwa udhaifu wake. Dada zangu katika iman, mafanikio kadhalika ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an kuhusu maneno ya Nabii Shuaib alayhi salam katika suratu Hud aya 88. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu maneno ya Nabii Shuaib alayhi salam, wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, na mafanikio yangu ni kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala, nimemtegemea yeye tu na kwake yeye narejea. Kwa hivyo sisi dada zangu katika imani, kama waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tunavyopaswa kutafuta mema, basi ni lazima, au tukitaka kutafuta mema, basi ni lazima tutafute msaada kutoka kwa Mola wetu katika hilo. Dada zangu katika imani, kadhalika tufahamu kwamba hakuna anayeweza kuwafikia kwa kutuwafikia kwa hilo isipokuwa ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema mwanachuoni mkubwa Ibn al-Qayyim, Allah amrehemu, wale wanaomjua Allah subhanahu wa ta'ala wanakubali kwamba mafanikio ni pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala hamwachi mja wake peke yake, na kushindwa ni pale Allah subhanahu wa ta'ala anapomwacha mja wake peke yake. Haya yanapatikana katika kitabu cha Madarij al-Salikin juzi ya kwanza ukurasa wa 415. Dada zangu katika imani, sababu ya pili, dada zangu katika imani, sababu ya pili ya mafanikio au taufik kwa mja ni kutodanganywa na akili zetu, kama alivyodanganywa Qarun na akili yake kwamba yale neema ya mali aliyokuwa nayo au aliyopewa haikutokana na Allah subhanahu wa ta'ala, bali ilitokana na akili yake mwenyewe. Dada zangu katika imani, miongoni mwa ishara za neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, kwanza kabisa ni kwamba waja hupewa mafanikio au taufik katika toba, hata kama watarudia dhambi au wamezuiwa kufanya dhambi na hawawezi kuzikaribia. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an kuhusu hayo katika suratu An-Nisa aya ya 27, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan adhima. Na Allah subhanahu wa ta'ala anataka kukubali toba yako, lakini wale wanaofuata tamaa zao wanataka upotoke kwa upotovu mkubwa. Dada zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala hufurahia toba ya mja wake aliyezama katika madhambi, apewe mafanikio, apewe taufik, bali hupata bahati mbaya kila wakati mja yule
usoni mwake. Kwa hivyo mafanikio yanakuwa hayapo tena kwake kwa kila njia, na hapati mafanikio au taufiq kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kwa njia yani kwa njia yote ile. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu mafanikio au ikhlas inahitaji mafanikio au taufiki inahitaji ikhlas, inahitaji unyenyekevu, inahitaji utiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kukiri kwa mja udhaifu wake. Dada zangu katika imani, miongoni kadhalika mwa ishara za mafanikio au taufiki ya Allah kwa waja wake ni kwamba waja hupewa mafanikio au taufik ili kuwanufaisha watu na kutimiza mahitaji yao. Haya yamesimuliwa na At-Tabrani kwamba watu wanaopendwa zaidi yamesimuliwa na Tabrani kwamba watu wanaopendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala ni wale wanaonufaisha watu zaidi. Dada zangu katika imani, yani kumaanisha wenye mafanikio au taufik waliowafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala wana sifa maalum inayompendeza Allah subhanahu wa ta'ala, nazo ni ukarimu, sifa ya ukarimu, sifa ya huruma kwa wanaoteseka, sifa ya huruma kwa maskini, sifa ya huruma kwa wasiokuwa na makazi, sifa ya huruma kwa wasiojiweza, sifa ya huruma kwa wanaodhulumiwa. Wenye mafanikio, dada zangu katika iman, wenye waliopewa taufik hujitahidi kwa kila njia yani kufuta kadhalika machozi ya waliodhulumiwa, machozi ya waliodhulumiwa na kufunga yani majeraha yao na kurejesha nini, heshima ya wale waliodhulumiwa, na kadhalika kuondoa dhiki yao na kuwaletea furaha siku ambayo wengi wamewasahau na kujishughulisha tu na nafsi zao na matamanio yao na anasa zao za maisha. Dada zangu katika imani, miongoni kadhalika mwa ishara za mafanikio ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ni upendo wa utii kwa Mola wao, yani kwa siri na kwa dhahiri, na kuchukia kufanya nini, dhambi. Dada zangu katika imani, yule miongoni mwa waja wema aliyepewa mafanikio au taufik yani hufurahia kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kumkumbuka na kumshukuru, na anapenda kufanya matendo mema kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata hupata raha na faraja katika hilo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na hayo katika Quran, Surat Al-Hujurat aya ya 7 hadi ya 8. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala baada a'udhu billahi minash shaitani, walakinna Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rashidun fadlan min Allahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekupendezeni iman na akaipamba katika nyoyo zenyu, na amekufanyeni muchukie ukafiri na upotovu na uasi. Hao ndio walioongoka. Dada zangu katika imani, pia miongoni mwa ishara za mafanikio ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ni katika kuwafunza waja wake Qur'an na waja wake wakaifundisha ile Qur'an. Haya yamesimuliwa kutoka kwa Uthman radhiallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, khairukum man taallama alqur'ana wa allamahu, yani mbora wenyu ni wale mbora wenyu ni wale wanaojifunza Qur'an na kuifundisha. Haya yamepokewa na Imam al-Bukhari. Dada zangu katika iman, hongera kwenyu enyi mnaosoma Qur'an na kuifundisha, na hongera pia kwa wale wanaoisoma Qur'an usiku na mchana na kutadabbar aya zake. Ama kwa wale wanaopuuza Qur'an ambacho ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, yatupasa sote kujirekebisha, kwani ishara ya neema ya Allah subhanahu wa ta'ala hupewa kupewa uwezo wa kusoma kitabu chake
ili tupate nini? Tupate sote wema huu na thawabu kubwa. Dada zangu katika imani, miongoni pia mwa ishara ya mafanikio au taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ni kuwajalia waja wake kuwa na wajibu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na hayo katika Quran, Surat Al-Imran aya ya 110. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Nyinyi mumekuwa bora ya umma waliotolewa watu kwa kuwa mnaamrisha mema na mnakataza maovu na mnamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Dada zangu katika iman, namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufanye sote kuwa miongoni mwao. Dada zangu katika iman, ama miongoni pia mwa ishara za mafanikio ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ni kuwapa marafiki wema wa haki. Dada zangu katika imani, ni baraka, ni neema Allah subhanahu wa ta'ala kuwapa waja wake marafiki wema wanaosaidia katika utiifu wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwaonya dhidi ya uasi. Na kwa sababu ya ushawishi mkubwa, dada zangu katika imani, ambao wenzao wanao kwa rafiki zao, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza urafiki wa wasioamini. Amesimulia katika hadith kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun, rawahu at-Tirmidhi wa ghairihi. Yani amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani usishirikiane isipokuwa na mu'min, na mtu yoyote asile chakula chako isipokuwa mtu mcha Mungu. Haya yamepokewa na at-Tirmidhi na wengineo. Dada zangu katika imani, miongoni pia mwa ishara za mafanikio au taufiki ya Allah kwa waja wake ni neema ya tabia njema. Dada zangu katika imani, ikiwa mja amepewa sifa nzuri na moyo safi na upendo kwa ajili ya mema ya waumini, basi huyo ana ishara dhahiri ya mafanikio au taufik kutoka kwa Mola wake mlezi. Haya yametajwa katika Sahih al-Bukhari. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan, yani mbora miongoni mwenyu ni wale walio na tabia njema. Na tabia njema ni kitu kizito sana, dada zangu katika iman, katika mizani, kama ilivyokuja katika Sunan at-Tirmidhi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ma min shay'in yudha'u fil mizan athqalu min husni al-khuluq wa inna sahiba husni al-khuluqi la yablughu darajata sahibi as-sawmi was-salat. Yani amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna kitu kitakachozidi uzito katika mizani kama tabia njema, na kwa kweli mwenye tabia njema hufikia cheo cha mtu anayefunga na kuswali. Dada zangu katika imani, kadhalika miongoni mwa ishara za mafanikio au taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ni kuwabariki waja wake wema waadilifu na waume wema waadilifu wanaosaidiana vyema katika masuala ya dini na maisha ya kidunia, ikiwemo ulezi wa watoto na maisha ya ndoa na kadhalika. Dada zangu katika iman, kuna watu wangapi waliokuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakabarikiwa na wake wema au waume wema waliobadilisha maisha yao. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'i dunya almar'atu salihah, yani dunia ni starehe ya muda tu, na starehe bora zaidi katika dunia hii ni mke mwema. Rawahu al-Bukhari. Hadithi hii imepokewa na Imam al-Bukhari. Na miongoni pia mwa ishara za mafanikio au taufiki ya Allah kwa waja wake ni kuwajalia waja wake kutoingilia mambo yasiyowahusu, kama vile kujishughulisha
kujishughulisha na kufuatilia habari za watu yani walichofanya, walichokula na kunywa, na kuingilia mambo ambayo si mzuri kuyafanya na mengineo. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu haya kwamba min husni islami lmari tarkuhu ma la yanihi, yani sehemu ya ubora wa Uislamu ni mtu kuacha yasiyomhusu. Hadithi hii imepokewa na At-Tirmidhi. Haya dada zangu katika imani, yametajwa pia katika sifa ya sahaba mkubwa Abu Dujana Shujaa kwamba baadhi ya masahaba wake waliingia kwake alipokuwa mgonjwa na uso wake ulikuwa yani unang'aa. Akaulizwa, kwa nini uso wako unang'aa? Akajibu Abu Dujana kuambia masahaba wake, hakuna tendo linaloaminika zaidi kwangu kuliko mambo mawili, nayo ni sizungumzii kuhusu yale ambayo hayanihusu, na jengine ni kwamba moyo wangu ulikuwa msafi kwa Waislamu. Dada zangu katika imani, kadhalika mwenye mafanikio ya kweli ni yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala humtia moyo wake kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo anakuwa mtu anayemkumbuka Mola wake kwa moyo na ulimi wake na kutumia maisha yake katika tendo hili kubwa la ibada ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameiwekea thawabu kubwa zaidi. Ni neema ya kutosha na zawadi kubwa kwamba mja anapaswa kumkumbuka Mola wake kila mara na kufurahia kuzungumza naye. Ukumbusho huo, dada zangu katika imani, ni aina ya ibada iliyo rahisi zaidi kati ya matendo ya ibada. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, Suratul Baqara aya 152, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, fadhkuruni adhkurukum washkuru li wala takfurun, basi yani nikumbukeni nami nitakukumbukeni, na nishkuruni wala msinikufuru. Dada zangu katika imani, kadhalika mwenye mafanikio au taufiki ya kweli ni yule yani mwenye ulimi na moyo msafi uliosalimika kutokana na nini? Na dhambi kubwa zilizofichwa na moyo, kama vile uovu, kama vile wivu, kama vile kufikiria yani wengine vibaya, kama vile kuwashtumu kwa nia mbaya wengine, kama vile kuwavunjia heshima yao, kama vile kuwasingizia na kuwasengenya na uongo uliojificha. Dada zangu katika imani, hali mbaya ya mtu yani ambaye matendo yake yako hivi miongoni mwetu, yani anakuwa mbali na taufiki au mafanikio, na anakuwa mbali na mafanikio au taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na anakuwa miongoni mwa watu wabaya zaidi. Yeyote dada zangu katika imani miongoni mwetu anayetaka kujua kwamba amefanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tujiangalie kwanza wenyewe. Je, tumefanikiwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati wa raha? Je, tumefanikiwa yani kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wakati wa raha na shida? Na je, tumefanikiwa kumtii yani kutii wakati wa usalama na wakati wa hofu? Je, tumefanikiwa kumtii Allah wakati wa usalama na wakati wa hofu? Na je, tumefanikiwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika yani kutenda mema au katika matendo mema? Na je, nyoyo zetu zimejaa upendo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na upendo kwa waumini, au zimejaa chuki, wivu, dharau, unafiki na uovu kwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala? Dada zangu katika imani, kwa kumalizia, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala mwisho mwema atuwafikie kwa hilo insha Allah. Shukran jazila wa barakallahu fikum.